Mtazamaji wa Uondo TV, mchezo umetamatika kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa raundi ya pili katika kombe la shirikisho barani Afrika baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kutokea Dar es Salaam Tanzania kuweza kutinga hatua ya finali. Matukio ni mengi kwa kiasi hicho ambayo yametokea kwenye mchezo wa siku kubwa ya leo baada ya klabu ya Simba kuweza kutinga hatua ya finali, mchezo ambao ulikuwa unakutanisha Stellenbosch kutokea pale South Africa au Afrika Kusini ambao walikuwa wanakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni tukio lakini pia Simba imepata nafasi ya kuweza kusonga hatua ya finali. Je, matukio yapi ambayo yametoka kwenye mchezo? Tukio la kwanza ni ile ambalo lakini pia mtazamaji wa Uondo TV, kabla sijaendelea na matukio ambayo yametokea katika siku kubwa ya mchezo wa kombe la shirikisho, niweze kukutaarifu kwamba unaweza like, kushare na kucomment, lakini usahau kusubscribe, kule kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Tukio kubwa ambalo limetokea ni kwenye mchezo wa kombe la shirikisho wa CAF Confederation Cup ambavyo klabu ya Simba imeweza kuibuka na ushindi mnono kabisa kwa kiasi hicho baada ya kuweza kwenda hatua ya finali, mchezo ambao ulikuwa unakutanisha Stellenbosch kutokea Afrika Kusini katika ardhi ya Nelson Mandela, lakini na Simba Sports Club kutoka katika ardhi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Of course watu wamejiuliza maswali mengi kwa kiasi kubwa kwamba ni kitu gani ambacho kimefanyika ndani ya uwanja, lakini kama mimi expert wa mchezo, tukio la kwanza ambalo limetoka ambalo Simba ilipata penalty kipindi cha kwanza dakika za mwanzo kabisa, ambao ingewapa pressure maybe Stellenbosch kujua kitu gani ambacho kingefanyika, lakini wala kwamba muamuzi amejizirisha kutokana na presence of VAR au video assistance of referee ambao tumekuwa tunaizungumza, na hicho ni kitu kikubwa sana ambacho watu wengi wamekuwa wanajiuliza kwamba maybe VAR inasaidia kitu gani, lakini unaona kwamba matokeo ambayo yametokea Simba imeweza unaweza kusema kwamba wanachama na mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaamini kwamba lilikuwa ni tukio la penalty, lakini pia kwa sababu ni contract ilikuwepo, lakini kwa uduchu kwa kiasi hicho, kwa sababu ukijaribu kumwangalia beki wa klabu ya Stellenbosch na mshambuliaji wa Simba au kiungo mshambuliaji wa Simba au winga ambaye ni Kibu Denis, namna ambavyo alikuwa kwenye penalty box, kuna tukio ambalo limetendeka, unaona kwamba contract ilikuwepo, lakini si kwa asilimia kubwa, kwa sababu mkono wa yule beki ambao ulimgusa Kibu Denis umemgusa, lakini unaweza kusema kwamba kuna kama 40% ambao haikuwa asilimia kubwa, na ile nguvu ambao maybe beki wa Stellenbosch ambaye ametumia ile energy yake kuweza kumsukuma Kibu Denis kipindi cha kwanza, Kibu Denis anaweza kujiangusha ndani ya penalty box, kwenye box ya Stellenbosch. Unaweza kusema kwamba ni kama contract ya kawaida au kama tukio la kawaida, na ndio bana muamuzi ameenda kujizirishia. Of course watu wanaweza kuzungumza kwamba ni tukio ambalo maybe CAF anaweza akatolea ufafanuzi kwa kiasi kubwa, hata CAF akitolea ufafanuzi, lakini to be honest hata mimi naweza nikasema kwamba haikuwa penalty kwa asilimia hiyo, lakini naweza kusema kwamba ilikuwa penalty. Kwa hiyo unaipa kama 50-50, lakini kulingana na namna ambavyo Kibu Denis amejiangusha kwenye penalty box, au yule mlinzi wa Stellenbosch na mwenyewe inabidi umpe big advantage au individual brilliance ambayo tumekuwa tunaizungumza kwamba ni kitu gani ambacho amekifanya. Kwa hiyo hilo tukio la kwanza naweza nikasema kwamba haikuwa penalty kwa kiasi hicho, lakini pia tukio lingine ambalo limetokea kipindi cha pili, unaona kwamba Stellenbosch na wenyewe kama vile walikuwa kama vile walipewa penalty, lakini unaona kwamba muamuzi na mwenyewe alijizirishia. Kwa hiyo ule ni uimara na ubora wa VAR, lakini kwenye michuano ya kimataifa ambao ni CAF Champions League, klabu bingwa barani Afrika, lakini kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu ni vitu ambavyo vimekuepo kwenye muendelezo kujua kwamba maybe Simba wanaonewa au Stellenbosch wanaonewa, lakini unaona kwamba balance imetendeka, hakuna mtu ambaye ameonewa. Simba imeshinda kihalali, imeenda tu ambayo inafuata ambao ni final, lakini pia Stellenbosch imetolewa. Hakuna unaweza kusema kwamba unawapa lawama, hakuna lawama yoyote ambayo inaweza ikatoka kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo ni kama matukio ambayo uwepo wa VAR, cha kwanza ni kusifia wale video assistance of referees ambao tunasema kwamba muamuzi wakati ni sheria namba 5 ya mpira kwenye mpira wa miguu, zile sheria 17 za mpira wa miguu, lakini video assistance of referee, waamuzi wasaidizi bendera, ni sheria namba 6 ambao
inatumika sasa kuweza kungamua yale matukio ambayo yamekuwa yanatokea kwenye uwanja. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwamba matukio ambayo yametokea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika kwenye hatua ya nusu finali ya pili au round ya pili ambayo ilikuwa inakutanisha Stellenbosch kutokea South Africa, Afrika Kusini katika dimba au ardhi ya Nelson Mandela na Simba Sports Club ambayo inatokea katika ardhi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan, naweza nikasema kwamba hakuna tukio lolote ambalo lilikuwa la utata ambalo maybe unaweza kusema kwamba mwamuzi anaweza maybe amemuonea mtu yote. Of course kafu hata wakija na maybe zile tunasema kwamba matukio ambayo amekuwa anakuja nayo baada ya mchezo kutamatika kuweza kuona kwamba mwamuzi ameweza kuwadhulumu au kudhulumu timu pinzani au timu yoyote, uwezo ukakubali kwa sababu ni matukio ambayo yametendeka kwa usawa kwa kiasi hicho. Kwa hiyo Simba bado nafasi unayo anakwenda ya kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kulingana na namna ambavyo watu wamekuwa wanatazama vitu kaza wa kaza. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni, mimi naitwa Aidan Njema Kubwa, ambacho nakushauri endelea kusubscribe, kule kushare na comment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za michezo.